Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ameishutumu Marekani kwa kile alichokiita kauli zinazokinzana kati ya matamko yake ya kutaka kumaliza vita na hatua za kuendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kauli hii imekuja wakati taarifa kutoka vyombo vya habari vya Marekani zikieleza kwa Washington inaongeza ndege za kivita, ndege za kujaza mafuta angani na rasilimali nyingine za kijeshi katika eneo hilo, hatua inayozua wasiwasi kuhusu uwezekano wa mzozo huo kupanuka zaidi. Ghalibaf, ambaye pia ni mmoja wa viongozi wakuu wanaoshiriki katika mazungumzo ya Iran na Marekani kupitia njia za kidiplomasia, alisema Marekani haiwezi kudai kuwa inataka amani huku ikiendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi karibu na mipaka ya Iran. Kupitia ujumbe aliochapisha katika mtandao wa X, alisema Iran inafuatilia kwa karibu hatua zote zinazochukuliwa na Marekani na imejiandaa kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Marekani imekuwa ikipeleka vifaa vya kijeshi katika Mashariki ya Kati huku ikijaribu kuonyesha mbele ya jumuiya ya kimataifa kwa bado inaunga mkono suluhu la kidiplomasia. Kwa mujibu wake, Tehran inaamini kuwa vitendo hivyo vinapingana na kauli za viongozi wa Marekani, akisema kuwa vitendo hivyo vinapaswa kuthibitisha kauli, si kuvipinga. Kauli hiyo imeibuka wakati ripoti kadhaa kutoka Marekani zikieleza kuwa jeshi la Marekani limeanza kuongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa gazeti la The New York Times, likinukuu maafisa wa Marekani ambao hawakutajwa majina, Washington imepeleka ndege zaidi za kivita aina F-16 na F-35 pamoja na ndege maalum za kujaza mafuta angani ili kuongeza uwezo wa operesheni zake za kijeshi endapo mzozo utaendelea kuongezeka. Ndege hizo zinatajwa kuwa sehemu ya mkakati wa kuhakikisha vikosi vya Marekani vina uwezo mkubwa wa kufanya operesheni za muda mrefu katika anga la Mashariki ya Kati, huku pia zikiongeza uwezo wa kulinda kambi za Marekani na washirika wake dhidi ya mashambulizi yanayoweza kutokea. Wakati huo gazeti la The Washington Post limemnukuu afisa mmoja wa Marekani akisema Washington tayari inaandaa mipango ya kukabiliana na uwezekano wa vita kupanuka zaidi dhidi ya Iran. Afisa huyo alisema maandalizi hayo yanahusisha tathmini ya uwezo wa kijeshi wa Marekani pamoja na uwezekano wa kupeleka vikosi na vifaa zaidi ikiwa hali ya usalama itaendelea kuzorota. Hata hivyo, afisa huyo alikiri kuwa Marekani inakabiliwa na changamoto kadhaa zinazoweza kuathiri operesheni zake za kijeshi. Alisema akiba ya baadhi ya mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na silaha za masafa marefu imeanza kupungua kutokana na matumizi makubwa katika operesheni mbalimbali za kijeshi duniani, jambo ambalo linaweza kupunguza uwezo wa Marekani kuendesha vita vya muda mrefu katika maeneo mengi kwa wakati mmoja. Aliongeza kuwa changamoto nyingine ni uwezo wa kusafirisha wanajeshi, ndege na vifaa vya kijeshi kwa haraka kuelekea Mashariki ya Kati kwa mzozo utaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wake, upungufu huo unaweza kuathiri usalama wa operesheni za Marekani endapo kutakuwa na mapambano makubwa zaidi. Kauli hizo zimeongeza mjadala kuhusu hali halisi ya maandalizi ya Marekani, hasa wakati viongozi wa Marekani wakiendelea kusisitiza kuwa wanapendelea suluhu ya kidiplomasia kuliko kuingia katika vita vya muda mrefu na Iran. Kwa upande wa Iran, viongozi wameendelea kusema kwa taifa hilo halitayumbishwa na ongezeko la vikosi vya Marekani katika eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.